Bwana harusi aliyesitisha harusi baada ya kuona jinsi bibi harusi alivyomnyanyasa mhudumu mjamzito. Asubuhi ya Jumamosi ilikuwa tofauti sana pale Karen, Nairobi. Barabara zilizokuwa karibu na ukumbi mkubwa wa harusi zilijaa magari ya kifahari mapema sana. Wageni walikuwa wakishuka mmoja baada ya mwingine, wakiwa wamevalia suti nzuri na magauni ya gharama. Wengine walikuwa viongozi wa kampuni kubwa za bima, wengine maneja wa benki, huku baadhi yao wakiwa wafanyabiashara maarufu jijini Nairobi. Ndani ya ukumbi, kila kitu kilipangwa kwa ustadi mkubwa. Maua meupe yalipangwa mezani, wapiga picha walizunguka kila kona, na muziki wa taratibu ulisikika nyuma, ukileta hisia za furaha. Lakini katikati ya shamra-shamra zote, macho mengi yalikuwa kwa bwana harusi mmoja aitwaye Dennis Mwangi. Dennis alikuwa kijana aliyefanikiwa sana katika biashara ya usafirishaji na uwekezaji wa nyumba. Alikuwa mtu aliyependwa sana kwa sababu ya unyenyekevu wake. Watu wengi walimjua kama mtu aliyependa kusaidia maskini kimya kimya bila kujitangaza. Siku hiyo alikuwa anaenda kumuoa mwanamke aitwaye Brenda. Brenda alikuwa mrembo kupita kawaida. Alijulikana sana kwenye mitandao ya kijamii. Alikuwa mwanamke aliyependa maisha ya kifahari, biashara za urembo na kujionyesha mbele za watu. Nimeambiwa hii ndiyo harusi ya mwaka, mwanamume mmoja alimnong'oneza mwenzake huku wakikaa. Mwingine akaongeza, Dennis amepata mwanamke mzuri sana. Lakini nyuma ya tabasamu la Brenda kulikuwa na kitu ambacho watu wengi hawakukijua. Wakati wageni wakifurahia chai na vitafuno nje ya ukumbi, Brenda alikuwa ndani ya chumba maalum akiwafokea wafanyakazi waliokuwa wakimsaidia kujiandaa. Hizo viatu zimewekwa vibaya. Mbona kila mtu hapa ni mjinga hivi? Alisema kwa sauti kali. Msichana mmoja aliyekuwa akimsaidia kupangilia gauni lake alitetemeka kwa oga. Harambee Catering walileta watu wa aina gani leo? Brenda aliendelea kulalamika. Lakini hakuna aliyethubutu kujibu. Wakati huo huo, Dennis alikuwa nje akiongea na mama yake mzazi, Mama Esther. Mwanangu, ndoa si sura pekee, mama yake alisema kwa sauti ya upole. Dennis akacheka kidogo. Mama, leo ni siku ya furaha, usianze mafumbo mapema hivyo. Mama Esther hakujibu mara moja. Aliangalia upande wa ukumbi kwa macho yenye mawazo mengi, kana kwamba moyo wake ulikuwa na jambo ambalo halikuwa sawa. Na mbali kidogo na ukumbi huo, mwanamke mmoja mjamzito alikuwa akishuka kwenye matatu kwa haraka sana, bila kujua kwamba siku hiyo ingebadilisha maisha ya watu wengi kabisa. Neema alikuwa akitembea kwa haraka, huku mkono mmoja ukiwa tumboni mwake. Mimba yake ilikuwa imefika miezi 7, lakini bado alikuwa analazimika kufanya kazi kila siku. Maisha ya Nairobi hayakuwa rahisi kwake. Alikuwa akiishi Rongai pamoja na mdogo wake wa kike na mama yao mgonjwa. Kila mwezi alikuwa akihangaika kulipa kodi, hospitali ya mama yake na madeni ya chama cha wanawake walichokuwa wamejiunga. Siku hiyo alikuwa amechelewa kufika kazini kwa sababu alikesha hospitalini usiku mzima na mama yake. Alipofika nyuma ya ukumbi wa harusi, msimamizi wa wahudumu alimkazia macho kwa hasira. Neema, uko serious kweli na kazi yako? Alimfokea. Samahani mkuu, nilikuwa hospitali. Kila mtu hapa ana shida zake. Haraka nenda ubadilishe nguo. Neema hakujibu. Alikuwa amezoea kunyanyaswa kazini. Baada ya kuvaa sare ya wahudumu, alianza kusaidia kupanga vinywaji mezani. Alijaribu kutabasamu kwa wageni, hata kama mwili wake ulikuwa umechoka sana. Ndani ya ukumbi, Brenda aliingia akiwa ameambatana na marafiki zake wa karibu. Watu wote waliinuka kumtazama. Alionekana mwenye kujiamini sana, lakini macho yake yaliposimama kwa Neema, uso wake ulibadilika ghafla. Wewe,
Brenda alimuita kwa kidole. Neema akakaribia kwa heshima. Ndiyo, madam? Hakikisha huniletei aibu leo. Sitaki kuona makosa hata moja. Naam, madam. Brenda akamtazama kuanzia juu hadi chini. Na hiyo hali yako, alisema akimaanisha mimba yake, jaribu kutembea kwa haraka. Wageni wangu si wa kiwango cha chini. Neema alihisi aibu mbele ya watu waliokuwa karibu, lakini akainamisha kichwa tu. Mmoja wa marafiki wa Brenda akacheka kidogo. Mbona ameajiriwa akiwa hivyo? Akauliza kwa sauti ya dharau. Dennis alikuwa mbali kidogo, akizungumza na wageni. Hakusikia mazungumzo hayo. Lakini mama yake, Mama Esther, alikuwa ameona kila kitu. Alimtazama Neema kwa huruma kubwa. Halafu akamtazama Brenda kwa macho ya mashaka. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, moyo wake ulianza kupata hofu kubwa juu ya ndoa ya mwanawe. Na mambo yalikuwa yanaenda kuwa mabaya zaidi. Kadri muda ulivyokuwa ukienda, ukumbi ulijaa kabisa. Mchungaji alikuwa tayari amewasili. Wapiga picha walikuwa wakikimbizana kila kona wakitafuta picha nzuri za harusi hiyo ya kifahari ambayo watu wengi walikuwa wameisubiri mitandaoni. Meza ya wageni muhimu ilikuwa imejaa watu wenye majina makubwa. Kulikuwa na mkurugenzi wa kampuni ya bima kutoka Westlands, meneja wa benki mmoja kutoka Upper Hill, na hata mwanasiasa mmoja aliyekuwa anawania nafasi kubwa katika uchaguzi ujao. Kila mtu alikuwa akiongea kuhusu mafanikio ya Dennis. Yule kijana na akili sana ya biashara, mwanaume mmoja alisema huku akinywa juisi. Ndiyo maana kampuni yake ya logistics imekuwa haraka sana, mwingine akaongeza. Lakini wakati wageni wakifurahia sherehe, Neema alikuwa nyuma akijaribu kupumzika kwa dakika chache. Miguu yake ilikuwa imevimba. Alikaa kwenye kiti kidogo karibu na jikoni huku akishika tumbo lake polepole. Mhudumu mwenzake aitwaye Faith akamsogelea. Uko sawa kweli? Aliuliza kwa wasiwasi. Neema akatikisa kichwa polepole. Ndamaliza tu shift ya leo, sina option. Na hospitali je? Neema akashusha pumzi nzito. Daktari alisema nipunguze kazi, lakini kodi haisubiri. Kabla hawajaendelea kuongea, Brenda aliingia ghafla upande wa jikoni akiwa na hasira. Mnaongea nini hapa? Aliuliza kwa ukali. Wahudumu wote waliinuka haraka. Brenda akaona glasi moja mezani haikuwa imepangiliwa vizuri. Ni Neema aliyekuwa ameiacha pale. Ni nani aliyefanya huu ujinga? Kimya kikatawala. Neema akajitokeza taratibu. Samahani madam, nilikuwa na... Kila siku ni samahani, Brenda alimkatisha kwa sauti kali. Ukumbi mzima wa jikoni ukawa kimya. Ukiharibu harusi yangu, nitahakikisha huajiriwi tena Nairobi nzima. Neema alihisi machozi yakimjaa, lakini akajizuia. Faith alijaribu kuingilia. Madam alikuwa anajisikia vibaya kidogo. Brenda akamgeukia kwa hasira. Na wewe kama hutaki kazi unaweza kuondoka. Wakati huo huo, Dennis alikuwa anaingia upande huo kutafuta maji. Alisimama kidogo aliposikia ukimya wa ghafla. Lakini Brenda akabadilisha uso haraka na kutabasamu mbele yake. Baby, kila kitu kiko sawa, alisema kwa sauti laini. Dennis akatazama wahudumu waliokuwa wametulia kwa hofu. Halafu macho yake yakatua kwa Neema ambaye alikuwa ameangalia chini kimya. Kwa sekunde chache, alihisi kuna jambo halikuwa sawa, lakini bado hakuelewa ukweli mkubwa uliokuwa ukijificha mbele yake. Muda wa chakula cha mchana ulipofika, shughuli ziliongezeka zaidi. Wahudumu walikuwa wakikimbia kutoka meza moja hadi nyingine, huku wageni wakianza kuagiza vinywaji na chakula kwa wingi. Neema alikuwa anajitahidi sana kuficha maumivu aliyokuwa nayo. Kila alipoinama kuinua tray nzito, uso wake ulionyesha uchovu mkubwa. Lakini aliendelea kufanya kazi kwa sababu alihitaji mshahara wa siku hiyo. Katikati ya shughuli nyingi, mtoto mdogo aliyekuwa akikimbia karibu na meza alimgonga Neema kwa bahati mbaya. Glasi moja ya juisi ikamwagika chini. Ukumbi mzima ukageuka kumtazama. Brenda aliyekuwa akizungumza na wageni muhimu aliona tukio hilo. Uso wake ukabadilika mara moja. Akaanza kutembea kwa hasira kuelekea kwa Neema. Unajua hiyo switi imegharimu pesa ngapi? Alimfokea mbele ya wageni. Samahani madam, mtoto ali... Nyamaza! Ukumbi ukawa kimya.
Baadhi ya wageni waliinua macho yao kushangaa. Neema akainama kuanza kufuta chini haraka. Lakini Brenda hakutosheka. Akamshika Neema mkono kwa nguvu mbele ya kila mtu. "Niliwaambia sitaki ujinga leo." Neema alijaribu kujinasua polepole. "Samahani madam, naomba uniache." Lakini Brenda akamsukuma kwa hasira. Tray iliyokuwa mkononi mwa Neema ikaanguka chini kwa kishindo kikubwa. Kwa sekunde chache kila mtu alibaki ameduaa. Neema alishika tumbo lake ghafla kwa maumivu. Faith alipiga kelele, "Neema!" Dennis aliyekuwa upande mwingine wa ukumbi aligeuka haraka baada ya kusikia kishindo hicho. Macho yake yakatua moja kwa moja kwa Brenda na kwa Neema aliyekuwa karibu kuanguka huku akilia kwa maumivu. Ukumbi mzima ukawa kimya kabisa. Na kwa mara ya kwanza siku hiyo, uso wa Dennis ulipoteza tabasamu lote. Dennis alianza kutembea haraka kuelekea pale tukio lilipotokea. Kila mtu alikuwa ametulia. Hata muziki ulikuwa umesimamishwa. Neema alikuwa amekaa chini akishika tumbo lake huku akihema kwa maumivu. Faith na wahudumu wengine walikuwa wakijaribu kumuinua polepole. Brenda bado alikuwa amesimama akiwa na hasira kana kwamba hakuna jambo kubwa lililotokea. "Ni mchezo gani huu sasa?" alisema kwa dharau. Dennis alimkaribia Neema kwanza. "Uko sawa?" aliuliza kwa wasiwasi mkubwa. Neema hakujibu mara moja. Alikuwa analia kimya kimya. Mama Esther naye aliwasili pale haraka. Alipomwona Neema katika hali ile, macho yake yalijaa huzuni. Kisha akageukia Brenda. "Umemsukuma mwanamke mjamzito mbele ya watu wote?" aliuliza kwa sauti nzito. Brenda akakunja uso. "Mama, alikuwa anaharibu harusi." "Harusi ni muhimu kuliko maisha ya mtoto?" Mama Esther akauliza. Ukumbi mzima ukawa kimya tena. Dennis alikuwa akimtazama Brenda kwa macho ambayo hajawahi kumtazama nayo kabla. Kwa mara ya kwanza tangu wachumbiane, alianza kuona upande mwingine wa mwanamke aliyekuwa anataka kumwoa. Brenda akajaribu kucheka kidogo. "Dennis, usiniangalie hivyo. Hawa watu wakipewa nafasi wanazoea vibaya." Lakini Dennis hakujibu. Aliinama polepole na kumsaidia Neema kusimama. Macho ya Neema yalikutana na yake kwa sekunde chache. Na hapo hapo Mama Esther alishtuka ghafla, kana kwamba amemtambua Neema kutoka sehemu fulani ya zamani. Uso wake ukabadilika kabisa. "Ah, wewe ni..." alisema kwa sauti ya chini yenye mshangao mkubwa. Mama Esther aliendelea kumtazama Neema kwa mshangao mkubwa. Mikono yake ilianza kutetemeka polepole. "Subiri kidogo," alisema huku akisogea karibu zaidi. "Wewe ni binti wa Mama Rehema wa Nakuru?" Neema akainua macho yake taratibu. Ndiyo mama," akajibu kwa sauti ya chini. Mama Esther akashika kifua chake kwa hisia nzito. "Mungu wangu." Dennis akabaki akiwatazama bila kuelewa. "Mama, unamjua?" Mama Esther akavuta pumzi ndefu kabla ya kujibu. "Miaka mingi iliyopita nilipata ajali mbaya sana nikitoka biashara Nakuru. Watu wengi walipita wakaniangalia tu. Lakini mama yake huyu msichana ndiye aliyenipeleka hospitali kwa pesa yake mwenyewe." Ukumbi ukatulia kabisa. Hata damu ya kunisaidia ilipohitajika, huyu Neema akiwa msichana mdogo sana alikuwa pale hospitalini kila siku. Dennis akamtazama Neema kwa mshangao. Mama Esther akaendelea. "Familia yao ilinisaidia wakati hata ndugu zangu walikuwa hawajafika." Neema akashusha macho chini. "Mama yangu alifariki miaka 2 iliyopita," alisema kwa huzuni. Mama Esther akamkumbatia ghafla. "Pole sana mwanangu." Brenda akaonekana kukasirika zaidi. "Sasa hii ndiyo iwe drama mpya ya harusi yangu?" Wageni wengine wakaanza kunong'ona. "Huyo bibi harusi ana roho gani? Mjamzito anasukumwa hivyo mbele ya watu?" Dennis hakupenda yale aliyokuwa anasikia. Alianza kuzikumbuka nyakati nyingi ambazo Brenda alikuwa akiwafokea madereva, wahudumu wa hoteli na hata walinzi wa apartment. Kabla ya siku hiyo, aliona ni hasira za kawaida tu. Lakini sasa, picha ilikuwa inaanza kuungana kichwani mwake. Na kadri alivyoendelea kumtazama Brenda,
Ndivyo moyo wake ulianza kupata hofu hajawahi hisi maishani mwake. Habari za kilichotokea zilianza kusambaa ukumbi mzima kwa kasi. Baadhi ya wageni waliinuka kutoka meza zao wakijaribu kuona vizuri kilichokuwa kinaendelea mbele. Mchungaji aliyekuwa amealikwa kufungisha ndoa alimuita Dennis pembeni kwa utulivu. "Mwanangu, kuna jambo linaonekana kukusumbua moyoni," alisema. Dennis hakujibu mara moja. Alikuwa bado anamtazama Brenda, ambaye sasa alikuwa akibishana na baadhi ya wahudumu. "Mimi siwezi kuaibishwa mbele ya wageni wangu," Brenda alisema kwa sauti kali. "Kama mtu hawezi kufanya kazi, akae nyumbani." Faith, aliyekuwa amesimama karibu, alijikaza na kusema, "Madam, Neema amekuwa akifanya kazi akiwa mgonjwa kwa sababu anahitaji kusaidia familia yake." Brenda akamcheka kwa dharau. Kila mtu Nairobi ana stori zake za huruma. Maneno hayo yaliwachoma watu wengi waliokuwa karibu. Mama mmoja mzee aliyekuwa meza ya mbele akatikisa kichwa kwa masikitiko. Huyu msichana hana moyo hata kidogo. Wakati huo huo, Dennis aliitwa pembeni na rafiki yake wa karibu aitwaye Victor. "Bro, nitakuwa mkweli," Victor alisema kwa sauti ya chini. "Watu wengi wamekuwa wakiona tabia zake, lakini tulifikiri unajua." Dennis akakunja uso. "Unamaanisha nini?" Victor akavuta simu yake na kumwonyesha video fupi aliyorekodi miezi iliyopita kwenye restaurant. Kwenye video, Brenda alikuwa anamfokea mhudumu mzee kwa sababu ya kuchelewa kuleta chakula. Dennis alibaki kimya. "Mara ya kwanza nilifikiri ni stress tu," Victor alisema. "Lakini leo hii ni tofauti." Kwa mbali, Brenda alipoona Dennis akiwa kimya sana, alianza kupata wasiwasi. Akamfuata haraka. "Baby, usikubali hawa watu wakugeuze dhidi yangu." Lakini Dennis hakumjibu kama kawaida. Moyo wake ulikuwa unaanza kuona ukweli ambao alikuwa ameupuuza kwa muda mrefu sana. Na ukweli huo ulikuwa unavunja kila ndoto aliyokuwa nayo kuhusu ndoa hiyo. Dakika chache baadaye, mchungaji aliwaita watu wakae kwa ajili ya ibada rasmi ya ndoa. Ukumbi ulikuwa umetulia, lakini hali ya hewa haikuwa tena ya furaha kama mwanzo. Dennis alisimama mbele ya madhabahu akiwa kimya sana. Brenda alikuwa pembeni yake akijaribu kutabasamu mbele ya wageni, lakini ndani yake alianza kuhisi mambo hayakuwa sawa. Mchungaji akaanza kuzungumza kuhusu upendo, heshima, uvumilivu na tabia njema ndani ya ndoa. Kila neno lilikuwa linaingia moja kwa moja moyoni mwa Dennis. Huwezi kujenga ndoa ya amani kama moyo wako haujui kuwaheshimu wengine, mchungaji alisema. Dennis akafumba macho kwa sekunde chache. Akamkumbuka Neema akiwa chini akilia kwa maumivu. Akamkumbuka mama yake akisema, ndoa si sura pekee. Brenda akaanza kushika mkono wake polepole, lakini Dennis hakurudisha mshiko. Mchungaji alipofika sehemu ya viapo, ukumbi mzima ukawa kimya kabisa. Dennis Mwangi, mchungaji alisema kwa tabasamu, je, uko tayari kumwoa Brenda? Kabla hajamaliza swali, Dennis waliinua mkono wake taratibu. Samahani mchungaji. Ukumbi mzima ukashtuka. Brenda akageuka haraka. Dennis, unafanya nini? Dennis akavuta pumzi ndefu, halafu akasema maneno ambayo hakuna mtu aliyotarajia kuyasikia siku hiyo. Mimi siwezi kuendelea na harusi hii. Ukumbi mzima ukalipuka kwa mshangao. Ati nini? Amesema nini? Brenda uso wake ukabadilika ghafla. Dennis, acha mchezo. Lakini Dennis alimwangalia moja kwa moja machoni. Hii siyo mchezo. Kimya kizito kikatawala ukumbi mzima. Na kwa sekunde hiyo moja, harusi ya kifahari iliyokuwa imegharimu mamilioni ilianza kusambaratika mbele ya macho ya kila mtu. Brenda alisimama pale kana kwamba dunia ilisimama ghafla. Uso wake ulikuwa umejaa hasira, aibu na mshtuko kwa wakati mmoja. Dennis, huwezi kunifanyia hivi mbele ya watu wote, alipaza sauti. Lakini Dennis alikuwa umetulia. Mimi siwezi kumwoa mtu ambaye hana huruma kwa wengine, alisema kwa sauti nzito. Hii yote ni kwa sababu ya mhudumu mmoja? Brenda aliuliza kwa kejeli. Hapana, Dennis akajibu. Ni kwa sababu ya tabia yako. Ukumbi mzima ulikuwa kimya ukisikiliza. Mama Esther akaongea kwa mara ya kwanza mbele ya wote. Mwanangu amefanya uamuzi sahihi.
Maneno hayo yalimuumiza Brenda zaidi. Ndipo jambo ambalo hakuna aliyetarajia lilitokea. Mhudumu mmoja mzee aliyekuwa nyuma alisimama. "Huyu si mara ya kwanza kufanya hivi," alisema. Halafu mhudumu mwingine akaongea. "Mwaka jana alimfukuza mfanyakazi kwa sababu tu alikuwa mgonjwa. Aliwahi kumwaga chakula kwa makusudi juu ya waitress mwingine akaongeza. Kila ushuhuda ulizidi kuufungua ukweli mbele ya wageni wote. Brenda alianza kupoteza utulivu. "Nyinyi wote mnanionea." Lakini hata baadhi ya marafiki zake hawakuwa tena upande wake. Mmoja wao alitikisa kichwa pole pole. "Brenda, ukweli ni kwamba umekuwa ukiumiza watu wengi." Brenda akaanza kulia kwa hasira, lakini machozi yake hayakuwa tena yanabadilisha kitu. Dennis alimkaribia pole pole. "Nilikupenda sana," alisema kwa huzuni. "Lakini leo nimeona maisha ya ndoa yetu yangekuwaje miaka ijayo." Brenda hakujibu. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, aliona watu wakimwangalia si kwa wivu wala sifa, bali kwa huzuni na kukata tamaa. Na taratibu akaanza kuelewa kwamba uzuri wa nje hauwezi kuficha ubaya wa moyo milele. Baada ya dakika nyingi za vurugu na minong'ono, wageni walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Harusi ilikuwa imevunjika rasmi. Lakini jambo lililowagusa wengi zaidi siku hiyo halikuwa kusimama kwa harusi, bali kile Dennis alifanya baadaye. Neema alikuwa amekaa pembeni, akijiandaa kuondoka kimya kimya. Hakutaka kuwa sababu ya matatizo zaidi. Lakini Dennis alimfuata pamoja na mama yake. "Neema," alisema kwa sauti ya upole, "naomba usiondoke bado." Neema akasimama taratibu. Dennis akatoa bahasha kubwa kutoka mfukoni. "Hii ni kwa ajili ya matibabu yako, kodi na mahitaji ya mtoto." Neema akabaki ameduaa. "Hapana, siwezi kupokea." Mama Esther akamshika mkono. "Pokea mwanangu, wema wa mama yako haukusahaulika." Neema alianza kulia kimya kimya. Wageni waliokuwa bado ukumbini wakaanza kushangilia taratibu. Lakini Dennis hakuishia hapo. Aligeukia meneja wa kampuni ya catering aliyekuwa karibu. "Kuanzia leo, Neema hatabeba tena tray akiwa na mimba." Kila mtu akamsikiliza kwa makini. "Atakuwa anafanya kazi ofisini kwenye kampuni yangu mpaka ajifungue salama." Ukumbi mzima ukalipuka kwa makofi. Neema alifunika uso wake kwa mikono huku akilia kwa furaha. Mama Esther naye machozi yakamtoka. Mchungaji akasimama na kusema, "Leo harusi imesimama, lakini utu umeokoa maisha." Na maneno hayo yaliwagusa watu wengi kuliko hata sherehe yenyewe, kwa sababu siku hiyo kila mtu aliyekuwa pale alijifunza jambo moja kubwa: tabia ya mtu ndiyo ndoa ya kweli, si sura, pesa wala show za maisha. Mwisho.